Wapendwa wahujaji, tumefika kituo cha 7, ni katikati ya njia yetu ya msalaba, na tumepewa fursa fupi ya kutafakari ukuu wa msalaba. Ukuu wa nini? Msalaba. Ukuu wa msalaba na upendo wa Yesu Kristo. Na upendo wa nani? Wa Yesu Kristo, kwamba yeye katika upendo wake alikubali afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa ajili ya nini? Dhambi zetu. Leo kama tulivyoambiwa tulipoanza hija yetu, ni siku ya toba, kumlilia Mungu kwa ajili ya dhambi zetu na dhambi za ndugu zetu, familia zetu, na dhambi za vijiji vyetu, na dhambi za vikarieti yetu, na dhambi za jimbo zima, na kwa kweli nchi nzima. Kama tulivyoambiwa, Yesu alipokuwa anatangaza ufalme wa Baba yake, alisema ni ufalme wa kutubu na kuamini Injili. Ufalme wa nini? Wa kutubu na kuamini Injili. Tunatekeleza leo hilo la kutubu, na tunaomba neema tuweze kuendelea kuamini Injili. Ndugu zangu, safari tuliyoifanya leo katika tafakari yetu, na hasa ningependa tuangalie upande wa historia, ni safari ya ajabu. Kwanza, wamekusanyika watoto wote wa Mama Kibosho, kuanzia yule wa kwanza ambaye ni Uru, alafu mpaka ule wa mwisho ambaye kwa kuzaliwa kama parokia au parokia teule ni pale tulipopita kigango cha Usagara cha Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Hiyo ndio mtoto wa mwisho kabisa kwa Mama Kibosho, unaitwa Kinangolo. Pale tulipopita ni kwenye kiungu cha Mangisina pale tulipopita. Sasa ukiangalia historia, wale wa misionari walipokuja walienda kwa Mangi, wakaomba mahali pa kusimika msalaba. Akawaambia, nendeni kule mwisho, kule Shinga kabisa. Akawatupa kule Singa, pale tulipotoka leo kanisa mama. Aliwatupa huko, wakaishie huko kabisa. Kumbe kule walikowekwa patajakuwa ndio jiwe la msingi la vikarieti hii yote, na kwa kweli sehemu hii yote ya jimbo la Moshi. Kwa hiyo leo tulipofanya ziara hiyo ya mahujaji, tulipotoka kwa Mama Kibosho, tulienda wapi? Tulienda kwenye kituo cha pili ambacho kilikuwa wapi? Hospitali ya Kibosho. Kwamba wale wa misionari walipokuja, kazi yao ya kwanza walioiangalia ni ya kuhakikisha watu wana afya njema. Wakatujengea nini? Hospitali. Halafu wakaendelea wakatujengea shule. Ndio maana tumepita hapa, kunaitwa St. Patrick's College. Ndio shule ambayo wamisionari waliweka kwa ajili ya kuwapata walimu hodari wa kuleta elimu kwa watu wetu. Ndio hapa panapoitwa Singachini. Wangapi wamefika hapa kwa mara ya kwanza? Wengi kabisa. Tumshukuru Mungu kwa nafasi hii tuliyopata. Ni nafasi ya ajabu. Kwa hiyo hawa misionari kwa nguvu ya msalaba, baada ya kuambiwa na Mangi waende kule mwisho kabisa, kwa nguvu ya msalaba wakatuletea hospitali, wakatuletea na mashule. Ndio maana tuko hapa, na bado tutaendelea. Tutapita hapa, tutafika shule nyingine ambayo imeletwa kwa nguvu ya nini? Nguvu ya msalaba. Kwa hiyo tujue, ndugu zangu, Paulo anaposema ni kitu gani kitanitenga na upendo wa Kristo,
wala sio njaa, wala sio kukosa nguo, wala sio mvua, wala sio tope, na wala sio jua. Hakuna kitakachoweza kunitenga na nani? Kwa hiyo tunashukuru leo tuko pamoja hapa tukitafakari upendo wa Mungu hasa kama unavyoonekana katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa tumefika kituo cha 7. Yesu anaanguka, alafu tutamuuliza tena baadaye, kwa nini unaanguka mara kwa mara? Ndio apate kutufundisha kwamba tunapoanguka kwenye dhambi tuamke Kwa hiyo ndugu zangu, tafakari hii itusaidie kujua kwamba sisi ni wadhambi na tukianguka tuamke kwa kufanya kitubi. Ndio hicho tunachofanya leo, na tunamshukuru sana Baba Askofu kwa nafasi hii, na tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee alivyotupitisha katika mvua kubwa kabisa, akatupitisha kwenye tope kali kabisa kule Kinangolo, akatupitisha kwenye lami, akaja Kiboshogerzi akatupitisha kwenye mashamba, akatufikisha hapa. Mungu apewe sifa na utukufu. Tumsifu Yesu Kristo.